Mchezaji Mdathiri Yahaya wa klabu ya Young Africans amefungiwa michezo mitatu na kutozwa shilingi ya faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba kwa maana Pamba Jiji ambaye anaitwa Ibrahim Abraham wakati mchezo unaendelea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Hii ni kanuni ya 41 kifungu 5 na 5(2). Hukumu zinatoka, lakini vipi yale matendo yanaondoka? Lile la Nyoso na Boko hatujaliona tena, si ndio? Lakini haya matendo ya kupigana vipepsi, ya kupigana sehemu mbaya, ya kukanyagana miguu, Chama alishakufanya hivyo, nakumbuka Haridi Aucho shakufanyaga hivyo. Hivyo vitendo natakiwa viongozi wa timu husika wakajaribu kuongea na hao wachezaji. Of course unaweza kusema kwa Mdathiri Yahaya labda ni tukio la kwanza. Lakini je, hukumu hii ambazo zinaendelea sasa hivi, milioni 1 kwa Yanga sio issue, si ndio? Michezo mitatu inawezekana kweli, pengine kweli wangehitaji kumtumia Mdathiri Yahaya. Lakini je, iwe mwisho hapo? Nadhani tukiachana na hizi hukumu, lakini bado tupeleke semina kwa wachezaji. Yes bwana Lugano Israel. Kuna issue nzima ambayo bodi ya masaa 72 kamati imetoka hadharani na kuweza kutoa baadhi ya hukumu katika michezo mbalimbali na wachezaji mbalimbali. Hebu tukianza tumzungumzie kwanza Mdathiri Yahaya ambaye anatokea kwenye club ya Dar es Salaam Africa, lakini pia tutaenda mbali na kuangazia Mnyama Simba Sports Club, mechi yao dhidi ya TRA. Wale Stuart walikuwa na vuta nikuvute, pengine huko nao kamati ya masaa 72 walitoa hukumu gani? Tukianza kwanza kwa Mdathiri Yahaya. Yeah, of course kuna taarifa kutoka bodi ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya TLB, bodi ya ligi kupitia kutokana na ripoti ambayo ametoa hasa kutoka kwa Yanga. Zipo hukumu nyingi ambazo wamezipitia na nisome kwa juu jinsi ambavyo wameandika. Wasa kamati ya utendaji na usimamizi wa ligi kuu ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPBLB katika kikao chake cha tarehe 18 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na waliamua yafuatayo. Sasa mchezaji wa Yanga Mdathiri Yahaya inasema hivi, hiyo ilikuwa ni mechi kati ya Yanga na Pamba Jiji, Yanga wakiwa ugenini pale Mwanza kwenye dimba la CCM Kirumba pale Mwanza. Sasa taarifa inasema hivi, mchezaji Mdathiri Yahaya wa klabu ya Young Africans amefungiwa michezo mitatu na kutozwa shilingi ya faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba kwa maana Pamba Jiji ambaye anaitwa Ibrahim Abraham wakati mchezo unaendelea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Hii kanuni inatoka kwenye kifungu cha 41 hii ni kanuni ya 41 kifungu cha 5 na 5(2) ya ligi kuu. Hii ni kuhusu udhibiti wa wachezaji. Tumeona kuna baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yakiendelea hasa kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara, hasa kwa wachezaji kwa maana ya nidhamu yao sasa imeanza kupungua. Sasa nidhamu imekuja kwa Mdathiri Yahaya. Kama mtakuwa mnakumbuka kile kipepsi ambacho alimpiga Ibrahim Abraham, unajua kuna matukio mengi Beni, inawezekana tukachukulia poa, lakini huko mbele kaja kuleta madhara makubwa sana. Unajua unapompiga mchezaji mwenzio kiwiko, huwezi kujua unampiga sehemu gani, umeelewa? Kwa sababu unaweza kumpiga mtu, kampiga eneo la moyo ukaleta madhara mengine, au kampiga usoni, au kampiga sehemu ambapo panaweza kusababisha madhara zaidi ya kuto kuendelea kubakia duniani. Kwa hiyo mimi na laani sana hivi vitendo ambavyo vinaendelea sasa hivi, kwa sababu of course sawa, bodi ya ligi wanatoa hukumu ndio, lakini kwa hali ilivyo sasa hivi inatosha kwenye hukumu. Tutakuwa nakumbuka tukio ambalo lilimkuta kwa maana ya Faisal Salum na Kante yule wa Simba, alimpiga, yani sehemu ambako anampiga ni sehemu za siri, umeelewa? Yani mpira nje na mpira unampiga mchezaji, ile ilikuwa sio kitendo kizuri. Lakini tumeona matendo mengine kama ya Baka ambayo amekuwa akiyafanya, si unaelewa?
tumeona kuna tukio ambalo sidhani kama watu wanalikumbuka vizuri, la Bocco na Yondani Nyoso. Hayo yote yalitokea kwenye ligi, hukumu zinatoka, lakini vipi yale matendo yanaondoka? Lile la Nyoso na Bocco hatujaliona tena, si ndio? Lakini haya matendo ya kupigana vipepsi, ya kupigana sehemu mbaya, ya kukanyagana miguu, Chama alishakufanya hivyo. Nakumbuka Haridi Ausho alishakufanyaga hivyo. Hivyo vitendo natakiwa viongozi wa timu husika wakajaribu kuongea na hao wachezaji. Of course unaweza ukasema kwa Mdathiri Yahaya labda ni tukio la kwanza, lakini je, hukumu hii ambazo zinaendelea vita vikianza kukolea sasa, Wilson Oruma akiwa kama jeshi la Israel, michezo mitatu kutoka upande wa Israel, Yanga kitokea upande wa Iran na Marekani, lakini je, kitokea upande wa Simba, mashambulizi yashaanza sasa. Madhara atayapata nani? Hapo ndipo kituko kinaanzia sasa. Huenda madhara wakaja kuwapata hata watu ambao hawakuhusika kwenye vita, wakaanza kulalamika mfumuko wa bei na vitu kama hivyo. Sasa story inaanzia hapa. Ahmed Ally nakumbuka anaanza Kazimoto, sio kipindi ambacho kwa Simba alikuwa kusoma andiko la Ahmed Ally na nukuu kama alifanyia kitendo kibaya sana, na mwisho wa siku Lamine Moro itabidi aombe radhi. Akamwomba radhi mchezaji Kazimoto, Mwinyi Kazimoto akakubaliana naye kwamba bwana, sawa, haina shida, ni sehemu ya mchezo. Lakini haya matendo, mimi nadhani bodi ya ligi watenge hata siku moja, hata siku tofauti za hivi vilabu, watembee kwenye hivyo vilabu kuwaambia kuhusiana na matukio ambayo ni hatari kumfanyia mchezaji mwenzie, na waende sambamba na ile somo la fair play, umeelewa? Ili wachezaji tupate ile wachezaji ambao waweza kujali pia na afya za watu. Unajua kuna kitendo kitakuja kufanyika hapa, kila mmoja atashika midomo wazi na kisingizio, tuko kwenye mpira, damu imechemka. Lakini wakati damu imechemka, kuna utu fulani ambao utabidi uchukulie, huyu ni binadamu, umeelewa? Kuna mtu atakuja kuvunjwa mguu kwa kisingizio kwamba yani damu imechemka, lakini mtu utakuwa tayari umeshamharibia, hawezi kutenda kwa mchezaji. Kwa hiyo hukumu ambayo imempata Mdathiri Yahaya iko katika mfumo wa kanuni, lakini bado hizi kanuni zisifunge kwamba tubakie kutoa hukumu tu. Sijui mtu katoa bilioni 1 inatosha, imeingia kwenye mfuko wa nini, wa kamati ya bodi ya ligi. Twende sasa kwamba hili tatizo tumeona kila mkeka wakiuweka, kuna tatizo ambalo linahusiana na nini? Linahusiana na mtu kamfanyia vibaya mtu mwingine. Kwa hiyo niwaambie bodi ya ligi, ninawaomba sana waende wapeleke semina kwenye hizi vilabu, na ikiwezekana hata kama wao hawaendi kwenye hivyo vilabu, wapeleke ujumbe kwa vilabu, waongee na wachezaji wao. Manake ya matukio yanazidi, lazima tukio kila mchezo utokee, kila baada ya michezo labda mitatu kuna tukio lingine linatokea. Tupunguze hivyo vitu. Inawezekana wachezaji wanajisahau. Leo liko kwa nani? Kwa Mdathiri Yahaya, lakini kumbuka siku kadhaa zilizopita liko kwa nani? Kwa Sulemani Mwalimu. Si umeelewa? Sulemani Mwalimu alimgonga mtu kipepsi vile vile. Hivi mtu akimpasua mtu labda pua, kambomoa meno, samani zinakuwa kwa hiyo samani zinakuwa nyingi, lakini mtu umeshamharibu na ushafanya kitu cha hovyo. Kwa hiyo kwa ajili ya afya yao wachezaji, bodi ya ligi, hasa kamati ya nidhamu, kamati ya uendeshaji wa ligi, kutoa hukumu, wasione kabisa cha kuwafundisha wachezaji. Waende pia wakapeleke somo hata kwa viongozi wa vilabu, kuwapa maonyo, manake hawa wachezaji kwamba sometime mnazigharimu hivi vilabu, mnavigharimu. Mfano chukulia Mdathiri Yahaya anaenda kukosa michezo mitatu. Ni mchezaji muhimu katika eneo la kiwanja, hasa kwa upande wa Yanga. Siku chache tu zilizopita nimetoka kuzungumzia wachezaji watatu ambao wanacheza kwenye eneo la kiungo. Nikamzungumzia Mdathiri Yahaya, nikamzungumzia Maxim pia Nzengeli, nikamzungumzia na Duke Aboya, kwamba hawa watu watatu hawa huwa wanaifanya Yanga kawa ni bora sana kwenye eneo la katikati, kwa sababu
wana mtindo wa uchezaji wao ambao wanapiga triangle, ambapo hakuna mchezaji ambaye anastiki huyo mmoja sehemu moja. Huwa wana exchange position wakati wote, wanatengeneza uhatari. Sasa hebu fikiria kwenye nafasi ambayo inaonyesha inatengeneza uhatari katika utatu huu ambao unaozungumzia, mmoja hayupo, maana yake inaweza kukosa ubora wa timu husika kuwa na kila kitu ambacho wanakifanya kwenye ubora ule. Umeona, kwa kukosekana kwa Mdathiri michezo mitatu, unawezekana Yanga ikakosa ule ubora ambao wanakuaga nao siku zote. Umeelewa? Je, Mdathiri hajaiathiri klabu? Maana yake klabu kaiathiri. Kwa hiyo hata kama mwalimu hakutumii, lakini usitumike kwa sababu ya adhabu imekupeleka kukaa pembeni. Pengine ungekuwa hata bench, ingekuwa ni option ya kukuingiza kwenye sabu. Kwa hiyo mimi nadhani kwa upande wa Yanga, upande wa Simba, Azam na vilabu vingine vyote vya ligi kuu, uongozi una kila sababu ya kukaa na nini na wachezaji, kuwaambia nidhamu, hasa kwenye fair play, kuwajali wachezaji wenzao, lakini pia kuepusha kuto kuzigharimu hizi timu. Mbona mfano Simba walihaha sana kipindi mwalimu atumiki kwenye mechi, lakini alivyokuja mwalimu akaanza kufunga. Kwa unakuta kama asingekuwepo, manake Simba ingekuwa nakosa matokeo haya. Upande wa Yanga vile vile. Kwa hiyo hivi vitu vinatakiwa vizingatiwe na vichukuliwe kwa umakini. Mfano kwa Yanga, hebu mwangalie makosa ambayo alihukumiwa, mfano golikipa. Kama Yanga ingepoteza bado watu wangekuja kulaumu hapa. Simeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani wana sababu ya uongozi wa vilabu na TFF hasa kwa kupitia kwenye bodi ya ligi wakawajenge kisaikolojia, wasije tukatengeza maafa mengine huko mbele ya safari.